Binti huyu anaitwa Sofia, ni mwanafunzi katika chuo fulani hivi, anatamani kuja kuwa daktari baadaye, lakini amekuwa akijishughulisha na huduma ya kufanyia watu massage. Yaani hata wewe ukiwa unahitaji kufanya massage, basi binti Sofia anaweza akakufanyia. Basi leo Sofia alikutana na mteja wake Jerry. Jerry basi akamchukua ili aweze kumfanyia massage. Lakini binti huyu bwana, kila anapofanya massage na wateja wake wa kiume, basi bwana anafanya nao mapenzi au anafanya nao ngono. Lakini wateja wa kike fresh tu, lakini wa kiume kiukweli anawapa na vitu vingine. Leo alikutana na wanafunzi wenzake. Bwana, biashara ni matangazo, akawa anatangaza biashara yake kwanza. Bwana, mimi nafanya massage, lakini pia akawa anaelekeza na faida za kufanya massage. Lakini kuna huyu mmoja akawa anamtania vile yeye akifanywa massage anataka na kitu kingine. Basi binti akawa anavunga. Lakini ukweli ni kwamba siku nyingine tena huyu dogo bwana akaja akapata huduma ya massage akifanywa na Sofia. Lakini Sofia anapokufanya massage bwana, anafanya massage kwenye kila eneo la mwili wako. So mwisho wa siku mnajikuta lazima tu muweze kufanya kitu hata kama hamkutarajia. Lakini anapomaliza kufanya massage, lazima aingie bafuni ajisafishe vizuri, ili na mwingine akitaka kufanyiwa huduma ina maana apatiwe huduma. Yani kwako unafanywa massage anakupa na nyingine, lakini akienda na kwa mwingine tena, it means yeye hata kwa siku akifanywa watu watatu fresh tu. Basi leo bwana, huyu binti baada ya kufanya huduma kwa wengine akakutana na mteja wake mwingine anaitwa Kamara. Huyu Kamara bwana, anafanya kazi na watu mbalimbali, na kazi yake sana sana Kamara anafanya kazi, anarekodi mabinti video za ngono alafu anaziuza kwa watu. Basi leo Kamara akafanywa massage fresh kabisa na huyu binti ambaye ni Sofia. Mabinti kama kawaida yake alipomaliza akajiandaa nini fresh, kana kwamba yuko tayari kukutana na mteja mwingine tena. Ilipokuwa siku nyingine tena, kama kawaida yake, Sofia alifika kwenye nyumba ya Kamara, lakini leo hii Kamara alikuwa amemwandaa mpiga picha. Basi baada ya Kamara kupiga picha, basi akamwambia na binti Sofia, nawe piga vipicha viwili vitatu. Yote hii ni kwamba wanamvuta Kamara na yeye asijue kana kwamba target ni moja tu. Atakapokuja kutoa huduma ya kingono, mwisho wa siku arekodiwa video zake zikauzwa. Basi baada ya binti kupiga picha na kuweza kuondoka, yule jamaa ambaye ni kameramani akabaki na kamera. Bwana, wao wakaanza kufanya vitu vyao ambavyo tayari wameisha vizoea. Basi leo simu ikaita tena kwa binti Sofia. Bwana, Sofia anatakiwa tena aende akafanye huduma ya massage. Wakati huo yuko na wenzake hostel, kwa alichokifanya akajiandaa fresh, akawaga zeni akatoka. Aliyempigia simu leo alikuwa ni yule kameramani. Basi bwana, akawa anacheki picha zake, anaziangalia, bana ulipendeza moja mbili tatu, lakini mwisho wa siku tayari washaanza kuwa karibu. Unajua mnapokuwa mmekaa, mtoto wa kiume mtoto wa kike, mko peke yenu, mnaangalia picha fulani kwa mnajikuta tu kuna upande fulani mnaelekea. So mwisho wa siku wakajikuta wakafanya tendo la ngono au la mapenzi, unaweza kusema hivyo. Lakini kumbe ile jamaa lilikuwa lina lengo baya. Baada ya kumaliza kitendo hicho, kumbe alikuwa ana rekodi, alikuwa ameseti kamera kwenye kile chumba chake. Sasa hii rekodi anaipeleka wapi? Mwanzoni nimekwambia huyu bwana wanafanya kazi ya kuziuza hizi video za ngono wakishirikiana na yule binti Kamara ambaye ndo mteja mkubwa wa Sofia. Basi yeye Sofia bila kujua chochote kile, leo hii tena akakaribishwa kwenye nyumba ya Kamara, wakawa wanaangalia zile picha. Lakini baada ya hapo Kamara yeye akatoka moja kwa moja akaenda kwa mteja wake au meneja wake ambaye wanashirikiana kuziuza hizo video, na meneja yake kwa kweli ni mzee sana. Basi yeye Sofia anajua Kamara ni mteja wake wa kawaida, lakini kumbe Kamara anamtumia kwa vitu vingine kabisa. Sasa watu mtaani wameshaanza kuziona video za Sofia, video za ngono. Na leo wakati bana wako kwenye party, huyu kameramani leo ilikuwa ndio birthday yake. Basi wakapiga mitungi, lakini mwisho wa siku wakiwa wameshalewa, akili na hama tayari, basi Sofia anajikuta anakuwa ana ukaribu zaidi, na anashuhudia vitendo vingine wanavifanya wenzake hadharani, na yeye mwisho wa siku anavutiwa, anatamani.
Basi siku nyingine tena Sofia, vijana wenzake wa chuo washaanza kujua Sofia anafanya kazi gani. Asa video zinatembea kule mtandaoni, alafu yeye Sofia hajui kitu, maskini ya Mungu. Basi wenzake wanakuwa wanamtongoza kana kwamba bana, tunataka tufanyie massage ili na sisi tuweze kupata chapa kidogo, lakini Sofia yuko busy sana, ameshapata wateja wengi, maskini ya Mungu. Kwa mshikaji leo inamuuma na wenzake pale wanamcheka, alikuwa ashasema leo lazima aende akaichape. Basi kukaa kuna surprise kidogo. Sofia alipofika nyumbani kwa Kamara kutoa huduma kama kawaida yake, akakutana na polisi, lakini wale polisi wana leo wamekuja kumkamata Kamara. Mwisho wa siku akamuonesha Sofia video ambazo walikuwa wanarekodiwa. Kwa nini wewe unakuwa unatuma video zako za uchi na traces zinapatikana hapa? Basi Sofia yeye akasema bana, mimi nilikuwa sijui kama anarekodiwa na nilikodiwa sio kwa idhini yangu. Basi moja kwa moja huyu afande ambaye alikuwa anamshughulikia Sofia, na yeye bwana, licha ya kwamba anashughulikia kesi, lakini na yeye pia anatamani. So mwisho wa siku afande akamwambia Sofia, ili kesi yako iende fresh, basi lazima na mimi uweze kunipatia kidogo. Basi Sofia akawa hana ujanja, mwisho wa siku akalala na afande. Huyu afande bwana anaitwa James, lakini afande alilala sana. Sofia alichokifanya akamka mapema, akaondoka na simu ya kwake ambayo alijirekodi tukio akiwa amelala na afande, lakini pia aliondoka na bastola ya afande. Yote ni kwa sababu ya kuweza kujilinda, lakini pia kwa ajili ya ushahidi. Basi Sofia ashakuwa ana akili ya kutosha, anachokitaka ni kuweza kusafisha jina lake. Moja kwa moja akawampigia simu Jack waweze kukutana ili waweze kuzungumza. Basi Jack wakakutana wakiwa wanazungumza, lakini wakati huo bana Sofia alikuwa anarekodi kila kitu. Nakumbuka anachokifanya Sofia ni kwamba anataka mkamate Jack pamoja na Kamara kwenye mikono ya polisi ili yeye jina lake lisafishike, lakini wakati huo amejirekodi video na James ili kana kwamba James yeye ni askari. Basi na yeye Sofia anasema ya kujilinda, ili wewe hii video nisiweze kuituma kana kwamba ulinibaka, basi safisha jina langu. Basi sasa polisi amejikuta ana uhitaji sana wa kumsaidia Sofia kwa sababu tayari na yeye ana video yake. Lakini pia Sofia alichokifanya hakusita, akamuonesha ile video. Bana, video iko 1 2 3. Lakini pia Sofia tena anapomtafuta Jack anamuonesha naye video tena. Bwana, video ulikuwa unarekodi, lakini maaskari wameshajua nini kinafanyika, sasa wanakutafuta. Kwa maana hiyo mshikaji sasa ana paniki. Yaani Jack ana paniki kwa sababu anatafutwa. Basi leo ikawa ni surprise nyingine tena. Kumbuka binti Sofia alikuwa na bastola ambayo amenyang'anya kwa yule afande au amemuibia afande. Basi mwisho wa siku wakiwa wamepanda gari kwa pamoja, Sofia pamoja na Kamara, basi binti akawa amewateka. Mwisho wa siku akawapeleka eneo moja la polini. Basi afande akatokea ili kuweza kuwakamata. Wakaanza kumshambulia afande, walimnyang'anya bastola yake, wakaanza kumshambulia afande. Lakini Kamara akajifanya mjanja, alijua ameshaua tayari, ili onekane hana hatia. Alichokifanya ile bastola akamrudishia afande James, ili onekane walikuwa wanapigana wao kwao. Basi afande alichokifanya moja kwa moja akamshuti Kamara. Sasa angalia, yani wale wote ambao walikuwa na video sasa za Sofia wameshapotezana wao kwa wao. Sofia alichokifanya akachukua begi ambalo lilikuwa na vitu yake, akaenda kulitupia mtoni ili liweze kwenda huko. Na hii ni Penal Cinema. Hizi ni recap muhimu kabisa. Bwana, hakikisha umesubscribe.